Barua ya kocha namba 142. Mafanikio makubwa yanakutaka uwe na wazimu wa kuamini ushindi wako. Usiogope kuonekana umechanganyikiwa. Rafiki yangu mpendwa, huwa nasema hakuna wakati rahisi kufanikiwa kama zama ambazo tunaishi sasa. Hizi zama ambazo zimekuwa nyepesi sana ukilinganisha na zama za huko nyuma ambako ilibidi mtu awe na akili tofauti sana ili aweze kufanikiwa. Unajua dunia ya zamani, miaka ya nyuma huko, ni kama dunia ambayo ilikuwa flat, yani dunia ambayo ilikuwa kwa muda mrefu sana hakuna mabadiliko makubwa yanatokea. Kwa hiyo utakuwa umezoea dunia iko hivi. Kuna kipindi watu waliamini dunia kwamba ni kama yani iko kama mtu akitembea anaweza kafika mwisho wa dunia afa kadondoka akafa. Lakini akaja bwana mmoja akasema, jamani, dunia haipo hivyo, dunia haina mwisho, dunia ni duara, ni mzunguko, ni tufe. Wakamshtaki, wakamuua. Sawa sawa. Kwa sababu alionekana huyu ni mtu mbaya, mtu ambaye amechanganyikiwa, mtu ambaye anapotosha watu kuhusiana na ukweli kuhusu dunia. Lakini baadaye kaja kugundua yule bwana alikuwa sahihi. Hasa ukiangalia historia, mafanikio makubwa ya mabadiliko imeenda hivyo. Kuna wakati watu walikuwa wanaonekana wamechanganyikiwa, mpaka sasa vichaa. Mtu aliamini kwamba kunaweza kukawa na redio, mtu aliamini kwamba kunaweza kukawa na teknolojia mbalimbali. Wengine walionekana ni watu wabaya sana, kwa sababu walithubutu kufikiria kitu ambacho hakiwahi kufikiriwa. Kwa mfano, watu waliorusha ndege kwa mara ya kwanza walionekana kama wamechanganyikiwa kabisa, kwa sababu kwanza hawakuwa maengineer, hawakuwa watu wa fizikia, walikuwa ni mafundi baiskeli tu. Wakati huo kamati ya wanasayansi, wanafizikia waliopewa kazi ya kufanya utafiti kwenye kurusha ndege walisema binadamu hawezi kurusha ndege kwa miaka 100 ijayo. Yuko mwaka 1905 hivi. Lakini miaka miwili baadaye mafundi baiskeli wakarusha ndege yao. Kwa nini? Kwa sababu hawa walikuwa na akili, walifikiri tofauti kabisa. Waliamini sana kwenye kile wanachofanya, kiasi cha kwamba chakuwa na hali fulani ya uenda wazimu. Na hii ndio unayohitaji wewe kwa mafanikio yote ambayo unataka kufanya. Kwa sababu gani? Mafanikio unayotaka wewe, hakuna mtu ambaye yuko nayo katika maisha yako, katika watu wanakuzunguka. Hayupo. Sasa unafikiri watakuchekea, watakuangalia, waseme nenda utapata mafanikio? Haiwezekani. Utaona wewe umechanganyikiwa. Wewe unasema unataka kuwa bilionea, wewe nani? Unataka kuwa tajiri, wewe nani? Unataka kujenga biashara, wewe nani? Kwa sababu hawajawahi kuona, haijawahi kuingia kwenye fikra zao kwamba wana uwezo wa kupata mafanikio makubwa. Kwa hiyo kwenye barua hii ya 142 nimeeleza mambo matatu makubwa ambao unapaswa uyaelewe na uyaishi kama kweli umedhamiria kupata mafanikio makubwa kuliko wale wanakuzunguka, kuliko hapo ulipo sasa. Jambo la kwanza ni kwamba lazima uamini kama matokeo hayajaonekana. Watu wengi huwa wanaamini vitu baada ya kuona. Sawa? Ndio maana watu wengi hawafanikiwi, sababu anasubiri akiwa anasema kweli inafanya. Sasa ili ufanikiwe unabidi uamini kabla kitu hakijaonekana. Hiyo nafikiri ni akili ya kawaida hiyo. Yaani hakuna dalili zozote kwamba utaweza kufanikiwa afu unaamini kwamba utafanikiwa. Hakuna dalili, yani hata uone njia utafikaje kwenye hiyo safari yako unataka, lakini unaamini kwamba nitafika. Hiyo ndio aina ya kuchanganyikiwa, aina ya wazimu. Nasema delusion. Wazimu unahitaji kuwa nao ili upate mafanikio makubwa kuliko ambao umeyapata, kuliko ambao wanakuzunguka. Ukisubiri kuona ndio uamini, umeshachelewa, umeshachemsha. Utoboi. Jambo la pili, lazima uwe tayari kuonekana wa ajabu. Ndio kitu moja, kama unapozungumza ambao kuna mtu anayekushangaa, anasema jamaa akachanganyikiwa, jamaa vipi? Unawaza kama wao. Unawaza kawaida, unawaza kidogo. Na kuhakikishia hilo, kama hakuna mtu anakusema hata kwa pembeni, jamaa inakuaje? Mbona mimi namuelewa jamaa kwa kama hakuna mtu anafikiri hivyo, hebu jitafakari mara mbili. Lazima uonekane wa ajabu. Jamaa yani uonekane wa ajabu kabisa. Na jambo la tatu, lazima uamue ushindi wako haujadiliwe. Unajua ukisema kama ikiwa si nini, ukishakuwa sababu kwamba yani ukishakuwa kama if, yani kama ikitokea itokee, utoboi. Ushindi wako inabidi uwe non-negotiable. Ni lazima nifanikiwe. Yani inabidi dunia ipasuke, haijalishi, ni lazima nifanikiwe. Hiyo ni haina mjadala. Ni swala la muda tu kwamba nitapata ninachokitaka. Ni swala la muda tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hautaacha kupambania, hautaacha kuamini kwamba utakipata. Hautaogopa mtu kuona umechanganyikiwa ajabu. Yaani mtu akikuambia wewe ni wa ajabu umechanganyikiwa, hiyo ni sifa, unafurahi. Hapo sasa niko kwenye njia sahihi.
Kwa sababu unachokitaka wewe ni ushindi na hautakubali kingine chochote isipokuwa ushindi. Kwa watu wasishinde ni kukubaliana na kile kinachokuja. Anataka kitu fulani, anapata kingine aridhika nacho. Wewe upaswi kuridhika. Nataka upambanie mpaka upate unachokitaka. Rafiki, ingia kwenye Tanzania Skills Academy, nenda kwenye barua, ingia kwenye barua za kocha, soma barua namba 142 na uiishi. Kuwa na huo wazimu wa kuamini kwenye ushindi wako. Kuwa wa ajabu.